Naitwa Yusuf Omar Yenga Martin, ni mkazi wa Mburahati, lakini pia ni mwenyekiti wa wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam. Na mwezi huu kwetu Waislamu ni mwezi wa Dhulhijja na ni siku ya Eid al-Adha maalum kabisa, kwa sababu ikiashiria kisa cha Nabii Ibrahim na Isaka kwa maana Ismail. Kwa maana sasa tayari tumeona katika sehemu ya faida zetu tunazozipata, kufurahi na wananchi na watu wenye uhitaji. Kwa hiyo mimi na mshirika wangu tumeandaa ibada ya kuchinja katika eneo hili la Mburahati Barafu. Martin, Joshua ya kuchinja kwa maana kuna ng'ombe zaidi ya 10 zaidi ya 80 na kondoo. Kwa hiyo tumeamua kuchinja leo ili kwamba kila mtu naye hata yule aliyekuja kujaliwa kupata kitoweo au kujaliwa kupata lolote lile la kufanya hawezi kupata sadaka hiyo. Ndio mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba tunapokuwa tunakwenda kwenye Eid tusifurahi sisi na watoto wetu na vizazi vyetu wenyewe nao na nyumbani kwetu, ila pia tuwaweze kuwekea na wengine ambao wenye uhitaji. Na ndio maana tuko hapa, na kama unavyoona wananchi wapo, na ndio tumeanza sasa kufanya ibada ya kuchinja kama unavyoona. Sana ni kushukuru. Bismillahirrahmanirrahim. Avuşoğum vekalet olsunda. Vekaleten Mustafa Yıldırım, Özgür Yıldırım, Arzugül Karabağ, Fuat Karabağ. Ni kweli sisi ni kawaida yetu, kila niyetiniz ayrı kurbanınızı kabul eylesin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Wallahu Ekber. Allahu Ekber lillah. Na wenyewe kufurahi. Bismillah, Allahu Ekber. Desturi yetu katika kila wakati Mustafa Yıldırım tunafanyaga mambo haya. Yıldırım. Tunawashawishi pia wengine wenye uwezo Fuat Karabağ wafanye hivyo ili kwamba hiyo ni jamii ya Rabbim niyetinizi ayrınızı kurbanınızı kabul eylesin. Afrika'dan, Tanzanya'dan selamlar, saygılar. Nyumbani kwake aweze kufurahi na kula na wana. Muhteşem bir manzara günün ilk saatleri. Sasa ni kuruhusu uendelee na shughuli na kupatia kila la. Asante sana. Mustafa Yıldırım. Bwana, ngoja tuchinje sasa, ni kwamba wazee wetu tupate nyama kurbanınızı kabul eylesin. Matatizo. Leta habari bwana. Karibu. Sasa wazee tumewawekeni viti, kama mkichoka mtakaa pale, nyama zitawafuata. Sawa? Lakini ukitaka kuzunguka haya vile. Ndugu zangu, kama jinsi tulivyowaambia kwa Ubungo Media, tupo live katika viwanja hivi vya Barafu. Wapi? Tuangalie kwenye ile mifuko ya jumla. Wanauza wapi? Hawa ndio ng'ombe hapa ni Kariakoo, lazima iwe mabunda makubwa kwa ajili ya kuwapatia Watanzania kitoweo katika siku hii ya leo ya Eid, ambapo Mheshimiwa wa Eid Mubarak sasa na washirika wake zake wameweza kuandaa kama hii, hawa wengi na kondoo wengi hawa na ng'ombe wote hawa na hawa mpaka sasa wanaendelea kuchinjwa ili kuweza kuwapatia Watanzania bodaboda uende kurudisha eneo hili la Mburahati. Ukifika kule wataambia shilingi ngapi nitamlipa na kata jirani. Sawa. Lakini Ali si usubiri kabisa shughuli kisha ndio uende, kwa sababu haina haja. Subiri tu kabisa shughuli kisha uende, watachukua nguo watakufulia basi. Sasa tunaelekea sio mbali tena kwa Tanzania kuanza kujipatia kitoweo. Wa Islam bibi, karibu sana. Sio mbali sana, Watanzania wataanza kupata kitoweo kwa hatua hii. Kwa sasa. Mashaallah. Karibu. Salama kabisa. Jaribu kuandaa mazingira, tuandae nyama zetu za wazee kwa Ubungo Media.
Dar es Salaam na mambo yaendaje? Neno nayo bila nyama. Tuko live katika YouTube. Ukiingia YouTube saa hizi na pia ukiingia TikTok ukiandika Ubungo Media utatupata. Ukienda YouTube sasa hivi ukiandika Ubungo Media utatupata. Mheshimiwa Yenga akifanya maandalizi ya kuwapatia Watanzania wenzie wanaoishi maeneo haya kitoweo. Tafadhalini, kwa wale mnaotusikiza, ingieni YouTube sasa hivi tuko live. Ingia TikTok pia sasa hivi utatupata tukiwa katika viwanja vya barafu ambapo Mheshimiwa Yenga kila mwaka amekuwa akifanya jambo kama hili. Asante sana. Wewe